ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Za ulimwengu. Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Iran yathibitisha kifo cha afisa mwandamizi wa usalama Ali Larijani. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ataka mzozo wa Ukraine usisahaulike. Na Rais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ashinda awamu nyingine ya uongozi. Habari kamili. Tehran. Iran imethibitisha kifo cha afisa mwandamizi wa usalama Ali Larijani saa chache baada ya Israel kusema imemuua mkuu huyo wa usalama wa Iran katika shambulizi la anga huko Tehran. Shirika la habari la Fars lenye mafungamano na kikosi cha walinzi wa mapinduzi lilitangaza kuhusu kifo chake na kusema ameuawa kama shahidi. Larijani alihudumu kama mshauri wa karibu wa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la anga Februari 28, siku ambayo vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipozuka. Tehran pia imethibitisha kifo cha kamanda wa vikosi vya usaidizi vya Basij, Brigedia Jenerali Ghoram Reza Suleimani. Shirika la habari la Fars lilichapisha taarifa ya kifo chake ambapo kikosi cha walinzi wa mapinduzi walimpongeza kwa ushahidi wake wa heshima na kusema wapiganaji wa Basij kamwe hawataacha kulipa kisasi juu ya kifo cha kiongozi wao. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameikumbusha jumuiya ya kimataifa usahau mzozo wa Ukraine licha ya vita vinavyoendelea vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Starmer alisema hayo alipomkaribisha Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye makazi na ofisi yake kwenye mji wa mtaa wa Downing jijini London, na kuongeza kuwa hawapaswi kupoteza mwelekeo kuhusu kinachoendelea Ukraine na hasa msaada wao kwa taifa hilo. Zelensky alimpa Starmer taarifa kuhusu kile kinachoendelea kwenye vita vyake na Urusi, usalama wa nishati na juhudi zinazoendelea za kidiplomasia na Marekani na Urusi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia alijiunga na mkutano huo na kufanya mazungumzo tofauti na Zelensky. Brazzaville. Rais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ameshinda tena uchaguzi kwa 94.82% ya kura na kuongeza awamu nyingine baada ya karibu miaka 42 ya kutawala taifa hilo linalozalisha mafuta. Wanadiplomasia na wachambuzi wa kisiasa walitarajia ushindi mwepesi kwa Sassou Nguesso mwenye miaka 82 ambaye alikuwa kichuana na wapinzani 6 ambao hawakuwa na umaarufu sana. Wagombea walioshindwa wana siku 5 za kuwasilisha pingamizi na mahakama ya katiba ina siku 15 za kuchunguza changamoto zozote kabla ya matokeo ya mwisho kuchapishwa. Vyama vikuu vya upinzani havikuteua wagombea wakilalamikia ukosefu wa uwazi, huku wapinzani wawili maarufu Jenerali Jean-Marie Michel Mokoko na Andre Okombi Salisa wakisalia gerezani kwa karibu mwongo mmoja. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Washington. Cuba imesema iko tayari kwa mazungumzo mapana na Marekani na kuruhusu uwekezaji zaidi, lakini haitajadili kuhusu kubadilisha mfumo wake wa kisiasa. Naibu mkuu wa ujumbe wa Cuba nchini Marekani ameliambia shirika la habari la AFP jana Jumanne kwamba mataifa hayo jirani yana mengi ya kujadili, lakini hakuna mwenye mamlaka ya kumtaka mwingine kubadilisha serikali yake. Amesema kitu pekee ambacho Cuba inakiomba ni heshima ya uhuru wa taifa hilo na haki yao ya kujitawala. Marais wa Marekani Donald Trump na Miguel Diaz-Canel wa Cuba wamekiri kuwepo majadiliano kati ya nchi hizo mbili, huku Cuba ikikabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kukatika kwa umeme nchini kote siku ya Jumatatu.
Na kwenye michezo, shirikisho la soka la Afrika CAF limeinyang'anya Senegal ubingwa wa michuano ya mataifa ya Afrika AFCON na kuitangaza Morocco kuwa mabingwa. Bodi ya rufaa ya CAF imetoa uamuzi huo ikisema Senegal ilipoteza fainali hiyo ya Januari 18 baada ya timu yake kutoka uwanjani ikipinga penati tata waliopewa Morocco katika dakika za majeruhi. Sheria za CAF zinasema kama timu inakataa kucheza au kutoka uwanjani, basi huondolewa mashindanoni. Baada ya mechi kucheleweshwa kwa dakika 17, wachezaji wa Senegal walirejea uwanjani na penati iliyopigwa na Brahim Diaz ikaokolewa na kipa kabla ya Senegal kufunga bao la ushindi katika muda wa ziada. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini. Asante sana Lilian Mtono kwa kutupatia taarifa hiyo ya habari, ambapo wakati huu basi tunaingia kwenye sehemu ya uchambuzi na makala. Kurejesha kwenye studio za DW. Leo asubuhi tutaviangazia vita vya Iran ambako Israeli imetangaza kuwaua maafisa wa juu wa Teheran, huku bado mashambulizi ya pande zote mbili yakiendelea kurindima katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Nitakujuza zaidi juu ya hilo na pia nitakueleza ni kwa namna gani vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vinavuruga ufikishaji wa dawa kwa njia ya anga, na ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya maji. Juhudi za uimarishaji usafi na kulinda vyanzo vya maji katika bonde la Ziwa Victoria zinaendelea kushika kasi. Asante sana kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo. Kumbuka unasikiliza DW inayokutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Mimi ni Amina Abubakar, na tuanzie katika vita hivyo vya Iran. Kama nilivyokueleza hapo katika utangulizi, Israel na Iran zimeendelea kushambuliana kwa zaidi ya wiki mbili tangu Tel Aviv na Washington zilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu Februari 28. Viongozi wa juu wa Iran wameendelea kuuawa. Afisa mwandamizi wa usalama huko Iran Ali Larijani na Jenerali Gholam Reza Soleimani anayeongoza kikosi cha kujitolea cha Basij ndani ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ndio maafisa wa hivi karibuni wa juu zaidi huko waliotangazwa kuuawa na Israel katika vita hivyo. Lilian Mtono anatuarifu yale mapya yanayoendelea kujitokeza kwa wakati huu katika vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Iran imethibitisha kifo cha afisa wake mwandamizi wa usalama Ali Larijani katika shambulizi la anga lililofanywa na Israel pamoja na Jenerali Suleiman, kiongozi wa kikosi cha kujitolea cha Basij. Larijani alikuwa akichukuliwa kama mmoja ya watu wenye ushawishi mkubwa sana nchini Iran tangu kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei alipouawa katika siku ya kwanza ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tehran imesema Larijani, mwanaye na walinzi wake kadha walifariki katika shambulizi hilo la Jumanne. Baraza la usalama la Iran lilimpongeza Larijani kwa utumishi uliotukuka wa miaka mingi. Larijani, spika wa zamani wa bunge na mshauri mkuu wa sera, alikuwa akimshauri Khamenei kuhusu mazungumzo ya nyuklia na utawala wa Rais Donald Trump. Shirika la habari la Fars nalo lilichapisha taarifa ya kifo cha Jenerali Gholam Reza Soleimani. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi wamemtolea heshima na kumpongeza kwa kuuawa kwa heshima kama shahidi, na kuongeza kuwa wapiganaji wa Basij kamwe hawataacha kulipiza kisasi kutokana na kifo cha kiongozi wao. Mbali na taarifa hizo za vifo, mataifa ya Ghuba yameendelea kukabiliwa na mashambulizi ya makombora na droni kutokea Iran jana Jumanne, ambayo ilikuwa ikilenga miundombinu ya mafuta. Israeli pia ilifanya mashambulizi mapya nchini Iran na Lebanon. Nchini Iraq, maafisa wanasema droni kwa mara nyingine zilishambulia ubalozi wa Marekani ulioko mjini Baghdad. Mjini Tel Aviv, kikosi cha dharura kimearifu kuwa watu wawili wameuawa karibu na mji huo katika mashambulizi ya makombora ya Iran, kufuatia ripoti za kikosi hicho kilichokuwa kikifuatilia mashambulizi ndani na maeneo yanayozunguka mji huo. Taarifa ya awali ilisema majeruhi wawili walikuwa na hali mbaya, huku polisi ikithibitisha kuanguka kwa vipande vya risasi kwenye mitaa ya Tel Aviv. Na huko Dubai kumesikika
kishindo kwenye maeneo kadha, hii ikiwa ni kulingana na mamlaka ambazo zimesema mifumo ya ulinzi ya anga imekuwa ikidhibiti vitisho vya makombora na droni kutokea Iran. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema umelengwa na zaidi ya droni 2,000 pamoja na makombora ya Iran tangu vita vilipoanza. Na asante Lilian Tono. Tunabakia hapo hapo. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinavuruga ufikishaji dawa kwa njia ya anga. Hali hiyo inatishia usambazaji wa dawa hasa za saratani. Watengenezaji wa dawa wamelazimika kubadilisha njia ya kusafirisha makasha ya mizigo, wakati ambapo viwanja vya ndege vya Dubai na Doha vikiwa vimeathiriwa na vita hivyo. Zainab Aziz na taarifa kamili. Vita katika Mashariki ya Kati vinavuruga mtiririko wa usambazaji wa dawa muhimu katika eneo la mataifa ya Ghuba kutokana na hatari inayolenga njia za usambazaji wa dawa za saratani na matibabu mengine, dawa ambazo zinahitaji kuhifadhiwa kwenye majokofu, hali ambayo inazilazimisha kampuni kujipanga upya katika kutafuta njia nyingine za kuingia katika eneo hilo, kulingana na watendaji wa sekta hiyo. Mgogoro huo uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na jinsi unavyoendelea kutanuka kutokana na mashambulizi ya Iran kuzunguka eneo hilo la Mashariki ya Kati umesababisha kutatizika vituo muhimu vya usafirishaji wa anga na kusababisha pia kufungwa kwa njia za usafirishaji wa baharini, jambo ambalo linakwamisha kwa kiwango kikubwa shughuli za usafirishaji wa bidhaa nyingi muhimu kuanzia dawa, chakula, mbolea na hata mafuta. Baadhi ya wakurugenzi wa makampuni ya kutengeneza dawa wamesema ingawa bado hakuna dalili za kutokea uhaba mkubwa wa dawa, lakini hali hiyo inaweza kubadilika ikiwa mgogoro utaendelea. Mataifa ya Ghuba yanategemea sana uagizaji wa baadhi ya dawa ambazo kwa kawaida huhifadhiwa kwenye majokofu. Dawa hizo huwa zinahitaji muda mfupi katika usafirishaji wake, kwani ni rahisi kuharibika iwapo zitasafirishwa kwa muda mrefu. Watengenezaji wa dawa wa nchi za Magharibi wamesema wanatafuta njia mbadala za kufikisha dawa katika mataifa ya Ghuba kwa kutumia viwanja vya ndege kama vile vya Jeddah na Riyadh nchini Saudi Arabia, na sehemu nyingine wanazozifikiria ni viwanja vya ndege vya Istanbul na Oman. Viwanja vya ndege vikubwa katika eneo la Ghuba vikiwemo vya Abu Dhabi, Doha na Dubai vimefungwa kutokana na mashambulizi ya Iran inayojibu mashambulizi ya Marekani na Israel. Dubai na Doha ni viwanja vikubwa vya kusafirisha mizigo kutoka na kwenda Ulaya, Asia na barani Afrika. Huku mashirika ya ndege ya Emirates na Etihad na makampuni ya usafirishaji kama vile DHL inayoshughulikia usafirishaji wa dawa ambazo ni lazima ziwekwe kwenye majokofu ili kubaki salama na ufanisi, yamelazimika kusimamisha shughuli zake. Prashant Yadav, mhadhiri anayeshughulikia masuala ya afya ya kimataifa katika Baraza la Mahusiano ya Nje, amesema hifadhi ya dawa zinazodumu kwa muda mfupi, zinazoathiriwa na joto na ambazo ni ghali zaidi, kwa kawaida uhai wake ni karibu miezi 3 tu, na dawa za saratani ni miongoni mwa zile zilizo katika hatari kubwa zaidi iwapo mgogoro wa Mashariki ya Kati utaendelea. Amesema kuchelewesha usafirishaji wa dawa hizo za saratani kunaweza kuwa na matokeo mabaya kwa wagonjwa ambao saratani yao itazidi kuwa mbaya, na pia wanaweza kulazimika kuanza upya tiba iwapo kutatokea usumbufu wa kukatiza matibabu kutokana na kukosekana kwa dawa hizo. DW tunavuma kwa kishindo. Endelea kusikiliza DW kutoka Bonn, Ujerumani. Kumbuka tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili. Tukisonga mbele, idadi ya wanawake wawakilishi imeongezeka tangu mwaka 2000 katika mabunge kadhaa ya nchi za Kiafrika, hiyo ikimaanisha sauti zaidi za wanawake katika chombo cha uwakilishi, ingawa baadhi ya nchi bado hazijapiga hatua. DW inatathmini uwakilishi huo na maana yake katika masuala ya usawa wa kijinsia katika taarifa mnayosomewa studioni na Sylvia Mwehozi. Hadi kufikia mwisho wa mwaka 2026, nchi 15 barani Afrika zitakuwa zimechagua mabunge mapya. Kwa ujumla, wanawake wanashikilia angalau 20% ya viti katika mabunge ya kitaifa ya nchi 31 kati ya 54 zinazotambuliwa barani Afrika. Nchini Rwanda, wanawake wanashikilia zaidi ya 60% ya viti katika bunge.
Wanawake wanashikilia 4% tu ya viti katika bunge la Nigeria lenye viti 360 kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2022 kutoka Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Baada ya chaguzi za mwaka 2023 na 25, uwiano wa wanawake bungeni umeongezeka hadi zaidi ya 28% nchini Sierra Leone, ambayo ilipitisha sheria kuongeza uwakilishi mwaka 2021, na 26.5% visiwani Ushelisheli, ambayo sasa imechagua spika wake wa kwanza mwanamke. Ethiopia, Kameruni na Senegal zilishuhudia ongezeko la kipekee la wanawake katika mabunge yao ya kitaifa mwanzoni mwa mwaka 2010. Nchini Afrika Kusini, chama cha African National Congress ANC kimetangaza kwa hiari kwamba 50% ya wagombea wa chama lazima wawe wanawake. Tafiti zinaonyesha kwamba uwakilishi mkubwa zaidi wa kisiasa unaweza kuwapa wanawake sauti ya moja kwa moja katika masuala yanayogusa maisha yao. Wanawake waliowahi kuhudumu katika bunge la Ethiopia wamesema kwamba uwepo wao bungeni umechangia kupitishwa kwa sera kama haki ya kupata likizo ya uzazi ya malipo. Hata hivyo, wakosoaji wa chama tawala cha Prosperity Party wanasema kuongeza tu uwiano wa wanawake bungeni hakutatui changamoto zilizomo katika siasa za Ethiopia. Sehini Tefara ni mwanaharakati na msomi wa masuala ya wanawake. Unapokuwa na mfumo wa chama kimoja, hali huwa hivyo. Ndio kwamba wanawake ni wengi bungeni. Lakini nina uhakika kuwa labda kuna mwanamke mmoja tu anayetoka chama cha upinzani. Wengine wote wanatoka katika chama kile kile. Na unakuwa na uchaguzi wa maigizo wenye ukandamizaji mwingi na vitisho vingi. Uchambuzi wa DW umebaini kwamba ongezeko la wanawake katika mabunge unahusishwa na kuboresha kwa fursa za kielimu kwa wanawake, vijana na wasichana katika nchi 17 za Afrika. Ethiopia inashika nafasi ya pili barani Afrika kwa ongezeko la wanawake wanaoshikilia viti vya bunge. Idadi ya wasichana walioandikishwa katika shule za msingi iliongezeka maradufu kati ya mwaka 2000 na 2017, huku 96% ya wasichana wa umri huo sasa wakipata elimu kwa mujibu wa takwimu za serikali. Kwa mujibu wa shirika la kuwahudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, mimba za utotoni ni sababu kuu inayowafanya wasichana kuacha shule. Vile migogoro ya kivita inayoendelea nayo pia inatajwa kuwa chanzo cha watoto wakiwemo wa kike kukosa kwenda shule. Na kundi la kiraia nchini Marekani limejitokeza kushirikiana na makundi barani Afrika yanayopinga mahusiano ya jinsia moja, hali ambayo mara nyingi huungwa mkono na wanaharakati kutoka nchi za Magharibi. Kutokana na sera za Rais Donald Trump zinazopinga mienendo ya mahusiano ya jinsia moja, kundi hilo limeanza kushirikiana na mashirika katika nchi za Senegal na Ghana, ambazo kwa sasa zinaendesha harakati za kuimarisha sheria dhidi ya tabia hiyo. Lubega Emmanuel anatuletea ripoti ifuatayo. Mass Resistance ni kundi la Marekani ambalo limejitokeza kusaidia mashirika ya kiraia yanayopinga mahusiano ya jinsia moja barani Afrika. Kundi hilo linategemea kwa kiasi kikubwa msimamo wa utawala wa Rais Donald Trump dhidi ya mienendo hiyo, ambayo baadhi ya viongozi na wananchi barani Afrika wameitaja kuwa si sehemu ya utamaduni wa Kiafrika na pia inakinzana na imani za kidini za jamii nyingi. Hivi karibuni nchi ya Senegal ilipitisha sheria kali zaidi ambapo adhabu ya mtu anayehusika katika mahusiano hayo imeongezwa hadi miaka 10 jela kutoka miaka 5 awali. Asha Skepa, mkurugenzi wa shughuli za nyanjani wa Mass Resistance yenye makao makuu katika jimbo la Massachusetts nchini Marekani, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa ushirikiano wao na mtandao wa kiraia wa Senegal unaojulikana kama Ansam Jikoi ni hatua muhimu katika kulinda maadili ya Kiafrika. Mtandao huo unazikutanisha asasi za Kiislamu na mashirika ya kiraia kwa lengo la kupinga mienendo hiyo. Mwandishi wa Kikristo Hale McEwen alionya katika kitabu chake kilichochapishwa mwaka 2024 kuwa vuguvugu linalosisitiza mfumo wa jadi wa familia limeanza kupata nguvu na ushawishi zaidi. Mtandao wa Ansam Jikoi ulianzisha harakati zake kote nchini Senegal mwaka 2020 na ulifanikiwa kushinikiza kuwepo kwa sheria kali zaidi zinazofanya vitendo vya mahusiano ya jinsia moja kwa uhalifu mkubwa. Viongozi wa mtandao huo walielezea kuwa sheria ya awali ilikuwa dhaifu na haikuwatia hofu wahusika. Serikali mpya ya Rais Bassirou Diomaye Faye na Waziri Mkuu Ousmane Sonko
Pia iliahidi wakati wa kampeni za mwaka 2024 kuleta sheria mpya kuhusu swala hilo. Nchi jirani ya Ghana nayo inazingatia kuchukua hatua za kuimarisha sheria zinazohusiana na swala hilo ili kutoa adhabu kali zaidi. Hata hivyo, wahudumu wa afya wanaoshughulikia wagonjwa wa virusi vya ukimwi wanaelezea wasiwasi kuwa sheria kali zaidi zinaweza kuwafanya watu wanaojihusisha na mahusiano ya jinsia moja kuficha hali zao za kiafya na hivyo kuwa vigumu zaidi kupata huduma na usaidizi. Asante Emmanuel Lubega. Tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu asubuhi ya leo kwa kuliangazia hili, msikilizaji na mtazamaji, kwamba ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya maji tarehe 22 mwezi huu wa Machi, juhudi za uimarishaji usafi na kulinda vyanzo vya maji katika bonde la Ziwa Victoria zinaendelea kupitia kamisheni ya bonde hilo la LVBC. Mwandishi wetu Musa Navia ametuandalia ripoti ifuatayo akiwa Kisumu, magharibi mwa Kenya. Miongoni mwa faida kubwa za Ziwa Victoria ni kutegemewa pakubwa kwa chanzo hiki cha maji. Wakazi maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini wanaopakana na ziwa hili wakitumia maji yake katika shughuli mbalimbali za nyumbani, ikiwemo maji kwa mifugo, unyunyiziaji maji mashamba, pamoja na shughuli zingine za nyumbani. Hata hivyo, changamoto ni nyingi dhidi ya ziwa hili, sawia na kwa vyanzo vingine vingi vya maji, ikiwemo mito, visima na chemichemi zingine za maji. Hali hii ikiishia kwa juhudi nyingi miongoni mwa binadamu kujitafutia maji salama na bora kwa matumizi yanayolinda afya yake. Shaban Mohamed ni mkazi kijiji cha Usoma kinachopakana na Ziwa Victoria, jimbo la Kisumu. Kuna masaa inakuwa chafu kabisa, si inakuwa green, alafu inatoa harufu. Hata sasa ukipita unapata kama inatoa harufu. Tupe ng'ombe mpaka uchunge na nguo kama leso. Ni kwa hali hii ndipo washikadau mbalimbali wakiwemo kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria LVBC wameanzisha mradi unaolenga kuangazia changamoto ya maji chafu ambayo hayajatibiwa kuelekezwa katika chanzo kikuu cha maji Afrika Mashariki, Ziwa Victoria, ili kuimarisha usafi miongoni mwa jamii zinazoishi kando ya ziwa hili. Mratibu wa mipango ya kikanda ya LVBC, Ashen Mukubwa, anasema chini ya mpango huu wa Integrated Water Resources Management IWRM, kuimarishwa kwa miundo msingi inayoimarisha usafi ni muhimu katika kulinda ziwa hili linalotegemewa na mamilioni ya watu ukanda huu. Mpango huu unalenga kuimarisha uwekezaji, kusaidia katika uimarishaji wa ubora wa maji ziwani, mataifa ya Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda yakifaidi. Kwanza, mpango huu unalenga kuunga nyumba karibu 1600 katika mfumo wa uelekezaji wa maji taka stahiki hadi kilomita 15. Kampala tunalenga kurekebisha na kuimarisha mfumo uliopo wa maji chafu. Mtaalamu bingwa katika masuala ya mazingira na maji, Benedict Adero, anasema licha ya juhudi zilizopigwa, changamoto za upungufu wa maji safi kwa matumizi salama ingalipo. Anaeleza kuwa harakati za kuvuna mchanga kutoka kwenye vyanzo vya maji kama mito, hasa maeneo ya mashambani, pia ni changamoto katika kulinda viwango bora vya maji. Shule ambayo karibu na wanafunzi 1000 wakiletewa maji na pikipiki, unajua hiyo sasa ni balaa sana. Haiwatoshi vitu sasa ya kunywa, watoto wanaweza kunywa mpata mitungi ya lita 20. Victoria Adwet kutoka shirika la Kisumu Youth Wash Parliament linalojishughulisha na miradi ya maji kwenye mafungamano ya usafi wa maji na afya wamekuwa wakiendesha uhamasishaji miongoni mwa wanafunzi, wakifikia zaidi ya shule 20, wanafunzi zaidi ya 500 wakipewa mafunzo. Pia wamefanikiwa kupanda miti zaidi ya 7,000 kwenye harakati za utunzaji wa mazingira na kuangazia sheria zilizopo kwa kuzipiga msasa ili kuhakikisha ni bora kwa umma. Licha ya changamoto zilizopo, anasema mafanikio kadhaa yamefikiwa, wanawake wakipata nafasi ya kushiriki katika meza za maamuzi, ikizingatiwa nafasi ya maji katika shughuli za mwanamke barani Afrika. Tunafunza jinsi ambavyo kulinda na kutunza vyanzo vya maji. Zingine tunatumia lugha ya mama ili waweze kuelewa vizuri jinsi ambavyo wanaweza saidia kutunza Ziwa Victoria na vyanzo vya maji zisichafuke. Mpango wa utunzaji wa Ziwa Victoria unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya na Wizara ya Shirikisho la Ujerumani ya Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo, BMZ. Musa Navie, DW Kisumu. Musa, asante sana Musa Navie kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, kwa sasa napisha makala tuliyokuandalia. DW Sema Uvume.
Wakati kukiwa na ongezeko la joto duniani, baadhi ya watu wameamua kuyageukia mabwawa ya kuogelea, yaani swimming pools, ili kupunguza joto. Wengine huogelea kwenye mabwawa hayo kwa ajili ya burudani na hata michezo. Hata hivyo, wakati mwingine mabwawa ya aina hii yamekuwa chanzo cha ajali zinazoweza hata kusababisha vifo kwa watu wazima na watoto. Kutokana na hatari hiyo, baadhi ya wamiliki wa mabwawa ya kuogelea hasa katika mataifa yaliyoendelea kama vile Australia wameiboresha mifumo yao ya kamera za CCTV kwa teknolojia ya akili mnemba ili kufuatilia usalama wa waogeleaji. Kufahamu zaidi kuhusu teknolojia hiyo, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume. Teknolojia mpya inayotumiwa na mifumo ya kamera za CCTV zinazowekwa kuwafuatilia waogeleaji kwenye mabwawa ni maalumu kabisa katika kutambua ishara za awali za hatari ya mtu kuzama, kwa kuwa inaonyesha ni muda gani mtu huyo amekaa ndani ya maji. Hii inamaanisha kazi ya kuwaokoa watu wanaozama kwenye maji hivi sasa sio ya wataalamu wa uokoaji pekee, bali inafanywa pia kwa msaada wa teknolojia hii mpya. RJ Houston ni meneja mkuu wa taasisi ya hisani ya Royal Life Saving Australia ya kusaidia kuzuia ajali za kuzama kwenye maji. Ni programu inayotumia teknolojia ya akili mnemba inayoweza kutambua mwenendo wa mtu anapokuwa kwenye maji. Tahadhari zinazotolewa na programu hii baada ya kutambuliwa na kamera za CCTV hupeleka taarifa moja kwa moja kwa waokoaji kupitia saa zao za kisasa za mkononi. Mratibu wa shughuli katika vituo vya mapumziko kwenye mji wa Stirling, magharibi mwa Australia, Duncan Hutton, ameipokea vyema teknolojia hii. Inawapa pia namna fulani ya kuwa na macho kwenye fikra zao. Wanajihisi kuwa wenye usalama wa kutosha kwa kuwa wana kifaa kingine kinachowafanya waweze kutambua kunapotokea tukio lolote. Takwimu za taasisi ya Royal Life Saving zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 350 walizama kote nchini Australia kwa mwaka mmoja uliopita. Idadi hiyo ni 27% zaidi ya wastani wa vifo vinavyotokana na kuzama kwenye maji kwa kipindi cha muongo mmoja. Taasisi hiyo inashirikiana na kampuni iliyobuni teknolojia ya akili mnemba inayotumiwa kwenye kamera za mabwawa ili kuwatambua waogeleaji walio kwenye hatari ya kuzama. Wataalamu wa uokoaji wanasema kupitia teknolojia hiyo tayari wameshaanza kushuhudia matokeo chanya, tofauti na kipindi cha awali, kama anavyosema meneja Houston. Muda wote wako katika hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na hatari kwamba mtu anaweza kuzama wakati wakiwa kwenye zamu. Kwa hivyo suala la kuwa na kitu kingine kinachotoa msaada wa ziada, tayari utafiti wa kisaikolojia tunaofanya unaonyesha kwamba watu wa huduma za uokoaji wanahisi kujiamini zaidi. Taasisi ya Royal Life Saving Australia inasema mfumo huu mpya umeshasaidia kuokoa maisha ya watu kadhaa kwenye mabwawa ya kuogelea mjini Perth na New South Wales. Tayari vituo 100 vyenye mabwawa hayo kote nchini humo vinautumia ili kuzuia ajali nyingine zaidi. Licha ya hilo, baadhi ya wataalamu wana wasiwasi. Wanaonya kuwa huenda teknolojia hii ikatoa matumaini ya uongo ya kiusalama. Profesa Paul Simon wa chuo kikuu cha Sunshine Coast anasema, tutaweza vipi kuzuia kuwa na utegemezi uliopitiliza kwa teknolojia? Na je, tutawezaje kuzuia waokoaji kupoteza ujuzi wao katika uwezo wa kutambua watu wanapozama kwenye bwawa? Houston wa Royal Life Saving anaeleza kuwa hakuna haja ya kuwa na wasiwasi huu, kwani tayari taasisi yake imeshaanzisha programu ya kutoa mafunzo kuhusu namna ya kuutumia mfumo huu mpya wa uokoaji. Kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada. Kumbuka leo umesikia kuhusu teknolojia mpya ya kuzuia ajali na vifo vinavyotokana na watu kuzama kwenye mabwawa ya kuogelea. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri. Kufikia hapo basi, mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo, wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri. Asante sana Amina Abu Bakar. Wakati huo popote pale ulipo msikilizaji, unasikiza idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Imekuwa ni taarifa ya habari, makala vile vile na uchambuzi
ambayo imeletwa kwako na Amina Abubakar hapo hivi, akiwa ndiye mwelekezi hapo. Kuna kwamba mambo yanakuwa ni mazuri sana asubuhi njema hii. Basi karibu tupokee kiziba mkonga cha siku ya leo. Kiziba mkonga cha sasa, msikilizaji, kwa mara nyingine ukiona mtu anaidharau elimu na kusema kusoma hakuna maana au elimu haisaidii, utakuta yeye pia elimu yake ni kikohozi, ingawa inawezekana ana viji mafanikio fulani. Mwenye elimu hadharau elimu, mwenye akili na hakupata elimu anayeheshimu elimu. Usishawishike na waliofilisika akili. Mara nyingi ukiona mtu anaidharau elimu na kusema kusoma hakuna maana au elimu haisaidii, utakuta yeye pia elimu yake ni kikohozi, ingawa inawezekana ana viji mafanikio fulani. Mwenye elimu haidharau elimu, mwenye akili na hakupata elimu anaiheshimu elimu. Usishawishike na waliofilisika akili. Knowledge is power. Asubuhi njema ipote pale ulipo. Dar es Salaam ni saa 12 dakika 31. Kampala vile vile Nairobi, Kenya. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Na kwa hilo msikilizaji, enda pale, iwapo basi unaweza kufika kwenye ile link ya PayPal, tuwekee pale mchango wako kwa ajili ya kuona kwamba idhaa hii inafika kwenye masafa yale ya FM na vile vile digital audio broadcasting katika maeneo ya Kenya. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.